Bernardi, mpendwa Padre Gasto, katibu askofu, wapendwa kamati tendaji ya kapulano hii ya KCMC, wapendwa wote wa Mungu tunaosali misa hii ya sherehe ya kupaa Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Wapendwa katika Kristo mfufuka, siku hii ya leo tunaadhimisha sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Baada ya ufufuko wake, alikuwa anazunguka maeneo mbalimbali akiwadhihirishia wanafunzi wake kwamba ni kweli amefufuka, ni yeye yuko mzima, yuko hai, yuko anatenda kazi kati ya watu, yupo. Na ishara ya uwepo wake katika kanisa kipindi kwa namna pekee kabisa ni mshumaa wa Pasaka. Unavyowaka unasimama badala ya Kristo mfufuka, kwamba ni kweli amefufuka, sio nadharia. Amefufuka, yuko hai, amefufuka mwili na roho, yuko hai, yuko kati yetu na yuko kazini. Kila mahali ambapo Yesu yupo, kwa nature yake, kwa tabia yake, yuko kazini, anatenda kazi. Na sasa baada ya hapo akapaa mbinguni. Anapopaa hivyo sio kwamba ametuacha, kwa sababu ya hiyo hali yake ya utukufu. Si rahisi kuingia hapo, ni imani tu. Ni lazima tuingie katika swala zima la ufufuko kwa imani ya dhati kabisa, kwamba Mwenyezi Mungu hasemi uongo. Tunapofundishwa kwamba amefufuka, ni kweli amefufuka mwili na roho. Sasa shida, ameingia katika hiyo hali ya utukufu. Yuko amefufuka mwili na roho, lakini kwa bahati mbaya hatuwezi kumwona, maana hana tena maumbile kama ya kwetu. Lakini yupo, ni nafsi inayoishi kabisa, independent na inatenda kazi. Sasa kwa bahati mbaya sana kwetu sisi kuingia hapo si rahisi hivi. Ni kwa imani tu kwamba amefufuka mwili na roho katika hiyo hali ya utukufu kwa kadiri ya mpango wa Mungu. Amefufuka mwili na roho, yuko katika hiyo hali ya kiroho, hali ya umilele, yuko kwenye nafsi ya umilele, yupo. Sasa amepaa mbinguni. Anapopaa hivyo, kwa sababu ya hiyo hali yake, sasa tunasema bado yuko na sisi, hawezi kutuacha katika huko mbinguni. Akiwa huko mbinguni yuko na sisi. Kwa hiyo furaha kubwa ya kanisa siku ya leo ni kwamba Yesu amepaa mbinguni na amewekwa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa kadiri ya maandiko matakatifu, mkono wa kuume wa Mungu, it is the best place. There is no other place which is of equal. Ni nafasi takatifu ambapo neema na baraka zote zinabubujika. Kuume kwa Mungu, mkono wa kuume wa Mungu. Sasa ni kwa namna gani Mungu si yule sawa? Lakini pale yuko pale mkono wa kuume wa Mungu, heshima ya hali ya juu. Hakuna tena mahali pengine ambapo Mungu Baba angeweza kumweka baada ya kumaliza vizuri perfectly ile kazi ambayo alimwambia afanye, alete ukombozi wa mwanadamu kwa njia ya mateso ya msalaba na kifo cha aibu msalabani, akazikwa, lakini akamfufua. Sasa anapomfufua hivyo, anagonga muhuri, you have done perfectly. Kwa hiyo anawekwa mkono wa kuume wa Mungu, ambapo kwa kadiri ya mafundisho yetu ya kanisa Katoliki na kwa kadiri ya maandiko, yani pale ndipo penyewe. There is no other place which is of equal. Hakuna. Basi iko pale kwa sababu amefanya yote Mungu alivyopenda afanye. Unajua alipata vishawishi vingi sana, alisomewa alipokuwa pale msalabani. Wanamwambia, teremka wewe,
tutajua wewe ni mwana wa Mungu. Tutakupigia magoti, teremka. Ateremka, anaangalia. Atasema sasa tunakwambia teremka, usikii. Calm down please. Teremka. Tujue kama wewe ni mwana wa Mungu. Yaani akawa kubutu pale. Yaani amekaa tu. Yaani amekaa msalabani. Lakini wewe si uliokoa wengine, unashinda kuokoa nafsi yako, inakuwaje? Teremka. Yaani akukuza. Yaani kwa sababu pale anasema nikiteremka, yaani uokovu wangu hakuna. Takuwa nimekosa uokovu. Lakini la kwanza nikiteremka, nitakuwa nimekwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu mtakatifu kwamba nilete uokovu kwa njia ya hiyo ya mateso ya msalaba, kifo cha Yesu msalabani. Sasa nitakuwa nimekwenda kinyume. Pili, nitakuwa nitakataka, sitapata wokovu. Tatu, wokovu wa mwanadamu umekwisha. Kwa hiyo anakaa pale. Anaposomewa hivyo yuko mbinguni. Yeye anafanya tafakari tu. Yaani itakuwaje? Nitakuwa nimemleta Mungu down moja kwa moja. Itakuwaje mapenzi yake sikutimiza? Halafu mimi nitaishia wapi wokovu wangu? Halafu watu ambao nimeambia niwaokoe kwa njia hii ambayo kwa kadiri ya mapenzi yake amependa uokovu wa mwanadamu uwe ni kwa njia ya mateso, kifo na maziko. Kwa hiyo mnaona amefanya vizuri, amepita. Akiwa kule njiani ya mateso akamnyima asipite nje ya Samaria, akageuza. Akiwa mkimya hivyo tu na hiyo hekima yake na hiyo busara yake, akapita kijiji kingine. Mitume alikasirika sana, lakini anafanya. Kwa hiyo naona akiwa bustani ya Getsemani amelia, Baba, kama ikiwezekana kikombe hiki kinipite, lakini kama ni kwa kadiri ya mapenzi yako na iwe hivyo. Ya Mungu hakufanya chochote, hakumuondolea. Badala yake amefanya nini? Alipelekea malaika wakaja kumtuliza. Lakini lazima afanye hiyo ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amepanga. Sasa akafanya yote hayo. Kwa upande wake amefanya perfectly. Kwa hiyo tunampigia makofi na vigelegele siku ya leo. Ameshinda. Tumpigie makofi mfufufu. Tuko mkono wa kuume wa Mungu Baba, mahali ambapo ni pazuri kuliko mahali pengine mbinguni. Sasa kumbe kupaa kwa Bwana kwa kanisa siku hii ya leo, sisi wana kanisa, kwanza kabisa tunayo furaha ya pekee kabisa. Tunafurahi kwa sababu aliye kichwa chetu amefanya nini? Amepaa, amefufuka na amepaa mbinguni. Sasa sisi tunasema kanisa ni mwili na kichwa, ni mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo, mwili una kichwa na sehemu nyingine. Sasa mwili ameuacha, kichwa kimetangulia. Kwa hiyo furaha yetu, kama kichwa kiko mbinguni, je, mwili utaachwa? Haiwezekani. Kumbe furaha yetu iko hapo. Leo tunaambiwa maandiko matakatifu, mababa wa kanisa wanatuambia siku sherehe ya leo inatawaliwa na mambo mawili makubwa. Furaha, yaani kwa kweli, yaani mkuu wetu amepaa mbinguni, yuko hapa. Furaha, yaani ni shangwe na vigelegele. Malaika wamempokea kwa tarumbeta mbinguni kwa sababu amemaliza. Sasa anapomaliza hivyo, kipengele cha pili kinarudi kwetu, tumaini. Ametupa matumaini ya pekee. Tumaini la pekee. Na mnajua mlikuwa tunaadhimisha mwaka mtakatifu, tunasema mwaka mtakatifu 2026, maujaji katika matumaini. Na Baba Mtakatifu akatuambia kwamba hope will not disappoint us. Yaani lazima tuwe na matumaini. Matumaini tulio nayo ndio hapo. And hope will not disappoint us. Kwamba yuko hapo aliye kichwa chetu, tunayempenda na anayetupenda. Na hapo alipo na sisi ni kwetu. Amependa mbinguni kutayarishia makao. Ndiko kwetu. Hadi sikukuu ya leo imetawaliwa na vipengele viwili vikubwa.
mada mbili kubwa, kwamba yeye kanisa lina furaha ya ajabu kwa sababu Yesu amepaa mbinguni na amemaliza vizuri. Tunapigia makofi na vigelegele. Lakini kwa upande wetu ambao tuko safarini, kanisa ambalo tunaahidi ni matumaini makubwa ametupa. Hilo tendo lake la kupaa mbinguni linatupa matumaini kwamba na sisi tutapata uwingu siku moja. Huko alipokwenda ndiko tunapokwenda sisi. Hapo alipo ndipo na sisi tunakwenda, potelea mbali. Hata kama hatutakaa hapo mkono wa kulia, potelea mbali, tuwe mbinguni. Sasa kuna mtu mmoja alikuwa anawaambia, jamani, tukazane twende mbinguni. Yaani twende mbinguni, yaani tena tukae karibu na Yesu, tukae karibu na Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu, kwa sababu kwa kweli yaani wanafurahia mbingu kweli. Sasa niambia, baba askofu, wewe achana na unasema tukae karibu na Mtakatifu Yosefu na Bikira Maria. Wewe sema tu tukae twende mbinguni baba, hata pale mlangoni, yaani pale mlango unapofungiwa, yaani nikae pale. Sasa yaani pale mlangoni bado nakufungia mlango, unasema kaa hapo tu mradi ni mbingu yaone huko. Sasa nikamwambia, kwa nini utakuwa na haja ya namna hiyo? Wewe unaweza kukosa hata hiyo, sasa ukaanguka huko chini. Maana hiyo position is very dangerous. Sasa nasema kwa nini wanahangaika na Bikira Maria, Mtakatifu Yosefu kakae kule juu kule. Yaani kunaona wale wale kule kwa. Yaani sema kuna shida gani ukikaa kama Father Gaspar alivyo hapa? Sio kwa mbinguni, tunaona mpaka kule. Sasa nasema kwa nini baba askofu unapenda huko? Lakini tusiwe tunasafiri na mawazo hayo. Sisi tunasema twende mbinguni tukae karibu na Yesu. Twende mbinguni tukae karibu na Yesu. Hapa alipo na sisi hapo. Naye amesema, Baba, hao ulionipa ninapenda wakae daima pale nitakapokuwa mimi. Ndio matamanio yake makubwa. Kwa hiyo na sisi tunapokuwa na tumaini hilo ambalo tunaamini haliwezi kutuangusha. Haliwezi kutuangusha. Tuko hapo, tunajua kwamba yuko mbinguni na sisi tunakwenda mbinguni. Sasa sherehe imetawaliwa na furaha na matumaini. Tusiogope, ameenda mbinguni kutuandalia makao. Anatuambia katika Injili ya Mtakatifu Yohana ile sura ya 14 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Nasema mimi ninapenda nimwamini kama mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningalipisha kuambia. Amependa kuandalia makao. Yaani tunayo matumaini makubwa. Sasa kuna swala la kwenda mbinguni. Mwenyezi Mungu alituumba ili samani siku hapa niko wasomi, nafikiri I know that you are people of high knowledge. However, katekisimu ni ya kwetu wote jamani. Mwenyezi Mungu alituumba ili tumpende, tumtumikie na mwisho tufike kwake mbinguni. Baba, kwa vizuri, kumbe hamwachi hiyo. Unasoma mambo yaliyo kabisa hapo, lakini hiyo kumbe mnayo kama kule parokiani tu. Najibu vizuri, utafikiri uko mashati hapa. Tumjue, tumpende, tumtumikie na baadaye twende tukakae naye mbinguni kwa milele. Sasa huko ndiko kwetu. Tumjue, tumpende, tumtumikie na tukaishi naye mbinguni kwa milele yote. Na Mtakatifu Yohana anasema mambo yatatimia tutakapomwona uso kwa uso kama alivyo. Uso kwa uso. Ndiko tunakopania. Ndiko tunapokwenda. Sasa ndugu zangu, ni lazima hiyo. Ni vizuri kwamba mnafahamu kwamba yaani wito wa mwisho kabisa ni kuwa watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu na kuishi naye kwa milele yote. Kwa milele. Sasa tuko duniani. Kueleza umilele ni jambo gumu sana. Katoto kamoja kakaambiwa, hivi tunapozungumzia umilele maana yake ni nini? Nani anaweza kutueleza hapa? Kakanyosha mkono. Akasema, milele maana yake utaenda wende. Kakaanguka. Kalikuwa kanajaribu kueleza umilele. Nasema utaenda wende. Kakakosa
akavuta pumzi kakaanguka chini. Na kwa haki kabisa anapaswa kuanguka. Yaani tukaishi na Mungu milele. Huko ndiko tunapopania, ndipo tunapoangalia. Ile sala, umesikia ile sala ya pili nimeipenda kweli. Nimesema hii sala ya mwanzo nimesema Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwamba Bwana wetu Yesu Kristo amepaa mbinguni, na sisi tunakuomba tunapoishi tunapoishi hapa duniani tuwe tunaishi mbinguni kiroho. Very good. Tunaishi mbinguni kiroho. We are here, however we are not of this place. Yaani tuko huko tunaishi mbinguni kiroho. Hiyo inakujaje? Tutaeleza. Sasa siku moja nikaenda darasani. Swala la kwenda mbinguni. Nikauliza, ni watoto wa kindergarten wafahamu tena yaani ni mwaka wa 3, miaka 3 mpaka 6. Tumsifu Yesu. Kwanza walianza kunipokea, walikosa heshima kweli. Tumsifu Yesu Kristo wapendwa, watoto wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Good morning. Good morning dear students. Good morning madam. How are you? Good madam. I'm the bishop, not the madam. Please correct that. Good morning my dear children. Good morning madam. Nikauliza, wangapi wanatamani kwenda mbinguni? Wote wakanyosha mkono. Au sijui walikuwa karibu 100. Wakachia mkono wote. Teremsheni mikono watoto wapendwa. Wangapi wanataka kwenda motoni? Wakanyosha mkono wote. Sasa ni obviously kwa kusamehe. Ndio maana Yesu alisema acheni watoto waje kwangu, maana yani ni innocent. Hawajui mbele wala nyuma, ni hivyo tu, kila kitu kwao ni sawa. Mbinguni wote wakanyosha. Jamani, nimesema motoni wakanyosha juu zaidi. Sasa niafikiri hilo swali hapa kwetu hakuna mtu atakayejibu tofauti. Wote tunatamani kwenda mbinguni. Jamani, wangapi wanataka kwenda mbinguni? Wengine hata wajisho na bebisho kwa hiyo disturbing us. Sawa, lakini sinauliza tu swali jamani. Sawa, hakuna mtu ambaye hataki kwenda mbinguni. Wote tunatamani kwenda mbinguni. However, kuna sasa hapo mambo ya kufanya. Ile sala imesema tunapoishi tuwe tunaishi mbinguni kiroho. Ni lazima kama tunataka kwenda mbinguni tufanye kazi. Tufanye kazi sana. Unaona kuna ya kujifunza pia katika lile somo la kwanza. Yesu alipokuwa anaongea nao, alafu akaanza kuchukuliwa na ule wingu, akaenda akafunikwa na lile wingu akaishia, alafu wakawa wanamwangalia wale Wayahudi. Sasa imbaji amjaiba, sijui imeimba na nyingine, lakini naipenda. Livyomwona akenda zake mbinguni, maana yalikuwa hivi. Sasa livyomwona akenda zake mbinguni, hivyo mtamwona atakaporudi. Sasa walibaki pale wakimwangalia tu, yaani walibaki pale sana. Sasa naona lile tendo ni tendo la kipumbavu. Wanataka kwenda mbinguni, yaani wanataka nao wakachukuliwe na wingu. Sasa kuna swala la kazi, ndio maana akatokea ile malaika akaambia, nyinyi Wayahudi mliosimama hapo mkiangalia mbinguni, huyo Yesu mliyemwona akipaa kwenda mbinguni, ndivyo hivyo mtakavyomuona anarudi. Yaani kurudi sasa kutuchukua wakati ambapo tumeshamaliza kazi. Je, tutakuwa kwenye hali gani? Kwa sababu walitaka kupaa wakati, ndio maana walikuwa wanatazamia lile wingu literemke liwainue tena, kwani wameshamaliza kazi. Nenda kwenye maisha ya Yesu kuona alivyoteseka mpaka Mungu apoe muhuri kwamba you have done perfectly, nenda mbinguni. Haikuwa rahisi. Sasa wale wanataka pale mara moja wafanye nini? Waende mbinguni na wao. Ndio ikatokea wale malaika kaambia, nyinyi wa Galilaya mnaotazama, mlio hapa mnao angalia mbinguni, ni kama ondokeni mkafanye kazi.
Ondokeni. Yaani kwenda mbinguni, there is no cheap grace. Huyo amekwenda amemaliza, sasa mkafanye kazi. No cheap grace. Nendeni. Sasa ndugu zangu, kama kwenda mbinguni lazima tufanye kazi. Kuna mtu mmoja alikuwa na majibu ya maswala yote. Watu walikuwa wanamwendea wanapokuwa na mahangaiko ya maisha hapa duniani. Alikuwa na majibu, ukimuuliza kila kitu anajibu hapo hapo. Na kwenda anamuuliza, ni sasa mheshimiwa, nikitaka kula asali nifanyeje? Ukitaka kula asali fuata nyuki. Kisha amemaliza hivi. Sasa mheshimiwa, nikitaka kuwa tajiri nifanyeje? Ukitaka kuwa tajiri, tafuta mbinu za kuajiriwa katika machimbo ya dhahabu. Uwe na tofali ya dhahabu nyumbani. Kisha umemaliza. Sasa nikitaka kuwa na kula ugali wa kisamvu, yani ambao unapendeza nafsi yangu kila siku nifanyeje? Ukitaka kula ugali mzuri wa kisamvu, kwa mwanamke mzuri. Kisha yani ni hivyo tu nimejibu, yani ile majibu ya maswala yote. Sasa lazima majibu yako kuyaangalia kama ni kweli. Ukitaka kula ugali wa kisamvu kila siku, kwa mwanamke mzuri. Sasa sijui kama ni kweli mwanamke mzuri anaweza kutengeneza yani ugali mzuri wa kisamvu. Unaweza kupata ugali wa kisamvu chenye chumvi hapo mpaka ugali. Basi lakini anaambia linatoa majibu ya kila kitu. Na sasa nikitaka kwenda mbinguni nifanyeje? Nikitaka kwenda mbinguni, wewe unaangalia mbinguni daima. Sasa hiyo haitoshi. Hapo ni vizuri lakini haitoshi. Ukitaka kwenda mbinguni, angalia mbinguni daima. Hakumalizia. Angepaswa kumwambia fanya kila kitu kwa sifa na utukufu wa Mungu. Wewe unaangalia mbinguni kwa kila kitu unachokifanya. Na ndipo hapo tunapokuwa kwenye ile ambayo ile sala ya pili inasema, yani Bwana Yesu, tunakushukuru leo tunaadhimisha kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakuomba na sisi tunaosafiri hapa tunapofanya kazi tuwe tunaishi mbinguni kiroho. Kila kitu tunachokifanya tunaangalia mbinguni. Tunakifanya kwa sifa na utukufu wa Mungu. Tunakifanya vizuri. Jinsi Mungu anavyopenda. Jinsi kanisa linavyotaka. Jinsi tunavyofundishwa. Kwa kadiri ya taratibu za nidhamu mahalia. Kila kitu tunafanya vizuri. Yaani tunatengeneza mbingu kwa kila dakika. Kwa hiyo ndugu zangu, wote hapa tunataka kwenda mbinguni. Wote. Lakini kwenda mbinguni kunadai kazi. Kunadai kazi. Yesu aliye kichwa ametuonyesha mfano namna tunavyopaswa kufanya kazi. Hasa kufanya kazi daima sisi wa Kristo, sisi watoto wa Mungu, si wa Kristo, kama Mungu anavyopenda. Kama tulivyofundishwa. Injili takatifu inadai nini katika hili? Naona si sana yani hivi tu unavyo yani taratibu. Taratibu za Yesu. Taratibu za Yesu. Taratibu za kanisa. Taratibu za jamii. Taratibu za jumuiya unayoishi, maana yani mambo yote wao ni kama wananyofuata tu taratibu hizo katika Injili takatifu, katika amri za Mungu. Hakuna taratibu zinazoendesha jamii mahali popote au jumuiya yote ukakuta kwamba kwa kweli ziko kinyume na mapenzi ya Mungu, ziko kinyume na Injili, ziko kinyume na maadili ya kimungu. Hakuna. Yaani kwamba kila kipengele unakuta kwamba kwa kweli kufuatilia wamenyofoa kwenye zile taratibu za Mungu. Sasa ni lazima tupanie mbingu. Panie mbingu. Wale wa Galilaya wanaambiwa warudi wakafanye kazi, waache kukaa pale tu. Yaani miujiza haitatokea. There is no cheap grace. Lazima kama tunatamani kitu kitakatifu, kitu kizuri, tufanye kazi. Ondokeni mkafanye kazi. Yesu huyo mliyemwona akienda mbinguni atarudi hivyo hivyo kuja kuwachukua. Kuangalia sasa kazi zenu, utumishi wenu mwema, kama umebeba fadhila za tuzo la kweli. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaingia kwenye swala la kazi. Ni kweli yule mtu alisema kwamba ukitaka kwenda mbinguni, tazama mbinguni daima. Sasa ukitazama mbinguni daima, si kama tu wale wa Galilaya tu. You are doing nothing. Wewe ni mbinguni tu kila wakati.
Tumsifu Yesu Kristo. Yaani hata yaani inaongelea tu hiyo, watu wanaangalia mbinguni. Yaani tumsifu Yesu Kristo, hakujua hata nani amekusalimia milele. Tumsifu Yesu Kristo. Tafadhali chukua mkate na naomba huo mkate. Yaani unachukua mkate hata ujinani anakupa. Huo ni upumbavu. Lazima kuangalia mbinguni kwa matendo mema. Matendo matakatifu. Kila tendo unalolifanya unalifanya kwa sifa na utukufu wa Mungu. Ndio maana ya kuangalia mbinguni daima. Kila teso unalokutana nalo unaliadhimisha kwa sifa na utukufu wa Mungu. Kwa ndugu zangu, ni vizuri tuingie kwenye hilo swala la kwenda mbinguni. Ni muhimu sana. Tunatamani kwenda mbinguni. Tunatamani kwenda mbinguni. Leo tumetafakari juu ya maeneo mawili ya furaha. Yesu amepanda mbinguni, kichwa chetu ametuangulia kutuandalia mahali. Na mara ya pili ndio hiyo ya matumaini, kwamba ni nyumbani kwetu. Na matumaini hayatatuangusha. Ni matumaini mema, ni matumaini matakatifu. However, ni matumaini ambayo yamedi based kwenye utume. Ni lazima tufanye utume. Ndugu zangu, ningeomba tunapoadhimisha sherehe hii, Yesu anatoa utume. Umesikia katika Injili ile hiyo ametusomea pale, ile sura ya Mtakatifu Mathayo sura ya 28 mstari wa 16 mpaka 20. Yaani ilikuwa pale anasema, kama Baba alivyonipeleka na mimi nawapeleka, nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na mkawafundishe yote niliyowaagiza. Nendeni. Kumbe hapo ni kazi. Tunaambiwa kwamba Yesu anasema mkitaka mbingu lazima mwende kazini. Nendeni. Na anasema msitoke Yerusalemu kabla hamjampokea ile nguvu, hamjampokea ile ahadi ya Baba, yaani Roho Mtakatifu ambaye tunamuomba kipindi hiki. Ndugu zangu, tuingie kazini daima tukiwa tunaongozwa na Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Roho Mtakatifu ni roho wa nguvu, ni roho wa nguvu, ni roho wa mwanga, ni roho wa ujasiri, na ni roho wa furaha, ni roho wa ujasiri. Hatuwezi kushindwa tukiwa na Roho Mtakatifu. Ni roho wa faraja, ni roho wa faraja katika mahangaiko, katika maumivu, katika mateso. Roho Mtakatifu atatufariji, atatupa nguvu ya kuendelea mbele, atatupa ujasiri wa kwenda mbele, kama Yesu alivyosema, akakaza uso kama gumegume akiangalia Yerusalemu. Gumegume ni jiwe gumu, ni msamiati, ni neno linalotokana na msamiati wa Kiebrania. Ni jiwe gumu kabisa, hata ukipiga kwa nyundo mara ngapi huwezi kuondoa kitu pale. Yesu akakaza uso wake kama gumegume kuelekea Yerusalemu. Na sisi ni lazima tuwe hivyo, lakini tukiwa tunaongozwa, tunasaidiwa na neema ya Mungu. Without the grace of God we cannot do by ourselves. Without the Holy Spirit we cannot. Roho Mtakatifu ni roho wa nguvu, ni roho wa faraja, ni roho wa faraja, ni roho ujasiri. Anatufanya tuwe jasiri, tuwe mashahidi. Tusikubali kufanya mambo ambayo hayaendani na nidhamu za kiutu, nidhamu za wana wa Mungu, nidhamu za Injili. Ni lazima tusimame imara katika kutimiza wajibu wetu. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nilikuwa nawaomba, ili twende mbinguni ni lazima tuwe na utaratibu wa kufanya, yaani kujipangia utaratibu wa kila siku ambao unatawala maisha yetu. Maisha ya sala. Watakatifu wameenda mbinguni, wamesali sana. Bwana Yesu unaona anavyosali, na ni Mungu. Usiku mzima amekuwa akisali. Nenda ukasome Luka ile sura ya 6 mstari wa 12 na kuendelea. Yesu mwenyewe anasali usiku mzima, na ni mtakatifu namna hiyo. Anajua kwamba bila sala hawezi kufanya kazi, hawezi kufahamu mapenzi ya Baba, na hawezi kudumu katika kazi. Sala ni muhimu sana. Hata sala ndogo tu, kama sisi ni Wakristo, hata kama nyinyi ni wasomi, ni wanafunzi, yaani
ulinzi wako siku hii ya leo, usiniache. Umemaliza. Lakini usali kwa imani. Yaani asubuhi unapoondoka pale kitandani, jiweke katika ulinzi wa Mungu. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Unakwenda kazini ukafanye kazi ya Yesu. Usiende kichwa tu. Never. Jiweke katika ulinzi wa Mungu. Jisabishe katika ukuu wa Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, najiweka katika ulinzi wako. Ninaomba msaada wako. Ninaomba uniimarishe. Unaondoka. Yaani unalala jioni hata kama huwezi kusali sala jioni, huwezi kusali rozari. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Mwenyezi, pokea sifa na utukufu kwa yote niliyofanya leo. Pale ambapo sikuweza kufanya vizuri, naomba unisamehe. Lala. Haya. Sala ni muhimu, lakini pia kama tunaweza kufanya mambo mengi hivyo. Yaani mchana tunafanya kazi nyingi sana. Yaani tunakosaje dakika 20 kusali sala ya rozari takatifu? Kusali sala ya rozari takatifu au kusali sala za kanisa? Hapo mnasali sala za kanisa. Unazo. Vitabu wanazo. Kila mwanafunzi anacho. Vitabu vipo, kwa nini usichukue? Sasa yaani wakienda motoni utaenda kama vipo. Walete vitabu vya sala. Vitabu vya sala. Yaani maandiko pale sala za waamini, sala za Wakristo. Sala za jioni. If you have done so much which has to do with the university, with your courses. Yaani unakosaje dakika 15 za Mungu? Kama unataka kwenda mbinguni kwa milele, kwa sababu huku sio kwetu, we are passing. Tunajiandaje kwa hiyo maisha yanayokuja kwa umilele? Kale katoto kama anguka kalipokuwa anaeleza umilele, na mimi ndani kuni haki. Sasa ndugu zangu, tusijidanganye. Ni lazima tuwe na muda wa sala katika maisha yetu ya kila siku. Sala zinatusaidia sana, maana tunainua macho mbinguni. Tunajiunganisha na Utatu Mtakatifu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Sisi ni mali ya Utatu Mtakatifu. Tulipobatizwa, bali alisema Bernardi, na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kapigwa chapa ya Utatu Mtakatifu. Sisi si watu wa kawaida sisi. Wewe ni mali ya Utatu Mtakatifu. Wewe information. Ni mali ya Utatu Mtakatifu. Ndio maana nasema kwa kweli usikubali kuamka hivi hapo kitandani, unajimwaga tu barabarani, unachukua tu mfuko, sema tu atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Roho Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Najiweka mikononi mwenu. Najisamisha katika mikononi. Naomba mlilinde. Naomba mnichukue. Naomba mnitetee. Naomba mnitetee. Naomba mnilinde. Naomba mnibebe. Yaani ina nguvu kweli unasali kwa imani. Unakosaje muda kwa dakika 10, robo saa? Ni lazima tuwe na muda wa sala. Tuwezi kwenda mbinguni bila sala. Tusijidanganye. Nasema kwamba nilikuwa nahudumia watu sana. Sawa, kabla hujahudumia watu, na kuhudumia ni sala yenye nguvu sana, lakini itabaliwa leo na sala fupi tu. Yaani makutano na Mungu, kuunganika na Mungu kwa imani, kwa matumaini, kwa mapendo. Sala, lakini pia maisha, sakramenti. Sisi ni Wakristo walio Katoliki hapa. Sakramenti ya kitubio, we are sinners. There is no one perfect in this world. Wote tunaanguka hapa na pale. Tunaungama leo tunasema kwa kweli basi Mwenyezi Mungu, yaani kabisa nitabaki hivi mtakatifu tu, lakini unajikuta umechafuka tena, umekosea tena. Hakuna shida, maungamo. Mbona Baba Mtakatifu anaungama mara kwa mara? Mbona maaskofu anaungama? Mbona mapadri wanaungama? Kwa hiyo ni vizuri tuwe na sakramenti ya kitubio. Wewe wafundishe umuhimu wa sakramenti ya kitubio. Hakuna yeyote aliyekamilika. Mimi nilikaa wiki 2 bila maungamo, najisikia kwa kweli yaani siko vizuri. Ni mara ngapi namtukana katibu, namtupia makaratasi, yaani hayo yote wewe sema tu mimi sijaua. Sio lazima uue. Lakini ndugu zako unaishije nao? Upendo na watendeaje? Ni mara ngapi umeshindwa labda kusali ungepaswa kusali? Ni mara ngapi unakuwa na mawazo mabaya kuhusu wenzako? Sasa sakramenti za kanisa ni muhimu, hasa sakramenti ya kitubio na ekaristi takatifu. Ninashukuru kwamba mnapata misa takatifu hapa mara kwa mara, maana ni kilele cha sala zote za kanisa Katoliki. Kama kuna sala ambayo Mwenyezi Mungu anapenda ni sadaka takatifu ya misa. Misa takatifu. Mpende sakramenti za kanisa. Naamini wote hapa mmebatizwa, si ndio? Au kuna baadhi hajabatizwa?
Wabatizwe kwa haraka, hataki wapagani sisi. Wabatizwe. Kama kuna maana kuna wanafunzi wetu tunabatiza pia. Hapa unabatiza pia. Unabatizwa wakati wa graduation. Kwa nini wakae mpaka graduation? Unabatiza, unaweza kubatiza tu muda wote. Andaa pakishakuwa tayari usingoje graduation. Sasa Mungu akiwachukua kabla ya graduation. Wabatize. Batiza lakini wafahamu mafundisho makuu. Yaani wabatizwe. Sakramenti jamani. Katika sakramenti tunakutana na neema za Mungu. Ni mahali pa kuchota nguvu. Ni mahali pa kukutana na nguvu na mbingu. Sasa kama hatupati sakramenti ya kitubio, sakramenti ya ekaristi, sakramenti ya ndoa. Na watu wanaoishi kwa parokiani sasa hivi tunakutana na masuria. Yaani masuria ni mengi sana. Eti wamesema baskofu, naomba usituite masuria, naomba tu tuite wanandoa watarajiwa. Wanandoa watarajiwa. Kwa nini sasa kama ni watarajiwa hamjafunga? Kila wakati wanandoa watarajiwa. Hata hiyo masuria maana hiyo temu ni mbaya. Nasema yani kuna tuite masuria baba askofu alilii vizuri. Tuite wanandoa watarajia. Wanandoa watarajiwa. Sasa hata kama wako wanandoa watarajiwa, ni lazima mwende kwenye sakramenti ya ndoa. Ya sakramenti ni chemichemi ya neema za Mungu. Kwa nini kama tunapoenda kwenye chemichemi, tunachota neema za Mungu, tunachota nguvu za Mungu, tunachota faraja za kimungu. Tunauishwa, we are nourished, tunakuwa naishi pale, yani tunakuwa zaidi. Tunasimama imara zaidi katika Ukristo wetu, katika safari yetu. Sasa utakatifu hawezi kuja tu, there is no accident grace. We have to wait for it. Haiwezekani. Yaani utakatifu katokea tu, ni lazima utakatifu. Sala ndogo na kubwa. Sala ndefu na sakramenti, sakanisa. Injili takatifu. Kuwa na Injili. Msome Injili. Wao kila mmoja awe na kitabu cha Injili. Hata vile kidogo tu. Tusome Injili. Sisi ni lazima tufahamu Bwana Yesu anasema nini katika safari yetu. Anatuambia nini? Tufungue Injili zake takatifu. Wala mstari mmoja tu. Mimi ndiye njia, ukweli na uzima. Yaani Yesu anasema mimi ndiye njia, ukweli na uzima. Hiyo ndio ile sura ya mtakatifu Yohani. Sura ya 6 mstari wa 12. Mimi ndiye njia, mimi njoni kwangu nyote mnaosumbuka na kuelemewa. Nami nitafanya nini? Yaani ni Mathayo, unapenda ni Mathayo 11:28 mpaka 31. Sasa yaani ni muhimu tugeukie maandiko matakatifu daima. Tunachota kule nguvu, tunachota mwongozo, tunachota mwelekeo sahihi, tunaangalia dira yetu ni ipi. Maana ni Yesu anaongea na sisi. Injili, maisha ya sadaka. Maisha ya sadaka kama ya Yesu ni kitu ambacho tunasahau. It doesn't matter whether you are a student, you are a professor. Maisha ya sadaka, kujitoa sadaka kwa ajili ya watu wengine, kwa mfano wa Yesu, bila malalamiko. Kwenda kuhudumia wagonjwa usiku, nyinyi ndio madaktari, ndio mnatibu watu usiku na mchana. Yaani wakati mwingine kuna maisha mnakutana na nyakati ngumu sana. Saa 9 mpaka saa 10 usiku mpaka saa 11, saa 12 unaitwa wakati ule, na wewe ndio wakati usingizi umekubalika. Sasa unakwendaje? Unakwenda kwa sababu ya fani yako, kwa sababu ya profesheni yako, unakwenda ukiangalia mbingu. Sasa ndio sala ile ya kwanza imesema kwamba tuishi mbinguni kiroho. Unapokea ile hali yani unaitwa nyakati ambazo ni ngumu kabisa, ni wakati wako wa kupumzika. Yaani unakwenda bila manunguniko. Yaani kama tunanungunika na kutukana mara nyingi, pumbavu kabisa, shenzi, yaani punda milia wewe, yaani hakuna sadaka hapo. Unatukana punda milia. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu, unatukana mgonjwa punda milia, wewe unaisumbua usiku. Ni lazima hapo unaangalia mbinguni. Kama ile mtu alivyosema, sema sifa na utukufu kwako Bwana. Ninakupa yote. Naomba unipe nguvu ya kwenda kufanya hii kazi. Ni saa 6 usiku. Yaani macho yamejaa usingizi kabisa, ni sadaka. Yaani ukiweza kutolea hiyo vizuri, ukaangalia mbinguni ukaitolea, hapo unapata sadaka, unatengeneza mbingu vizuri sana. Na nyinyi madaktari, kama kuna watu wa kutengeneza mbingu ni nini? Maana mnakutana na mambo magumu sana. Yaani unaweza kukesha
katika operation naambia naweza kwanza naanza operation ya kwanza saa 3 mpaka saa 6, saa 6 ya pili mpaka saa 9, saa 9 jamani mtu yule. Sasa hii ni sadaka kubwa inafanana na ile ya Yesu kule Getsemani. Je, unaitolea Bwana Yesu? Pokea sadaka ina unafanya kwa furaha. Nasema ndio maana niliamua kwa daktari nifanye vitu kama hivi badala ya Yesu. Huu ni mwili wa Yesu nao uatendi hapa kwa kweli. Nitawatendi kibaya. Sasa sio kwamba naatendi pale huku unamchinja mtu na huku unampiga makusudi sasa nisidhani linabaki huko ndani ndio mnashonea na visu huko ndani kwa sababu una hasira unakuja kufanya tena operation. Fanya uwe pale kwa furaha. Nasema Jesus, now I am touching your body. Please give me the grace to do well. Yeah, I'm touching you Jesus. Naona usipoingia pale ukiangalia mbingu, ukimwangalia Yesu, wewe unatukana. Yule mtu amekosa nini? Kila mtu anaugua. Kila mtu anaugua. Sasa hiyo mimi nafurahi sana madaktari wengine. Mimi kwa kweli nimeshaangia operation mara nyingi sana. Mimi nafurahi wale madaktari wangu, yani wanavyokuandaa. Kumbe ni mambo ya kipumbavu tu. Yani wanakuandaa ili uingie usingizini. Anasema Bishop, how are you? I am okay. What do you prefer when you are home? Do you prefer coffee or tea? Wakati wameshaniua, wananiua taratibu. Wananiua. Kumbe wanaangalia kama nimekuwa jazi gani? What do you prefer to home? Do you prefer tea to coffee or mimi kwa kumbavu wangu, I prefer coffee. And usually who prepare the coffee for you? The sisters or your secretary? Umena kwenda tu. Sasa mimi nimeshagundua kuniuliza kitu sikivu. Sije kukombe. Lakini mimi nafurahia ile gentleness kwa kweli. Oh Bishop. Your eyes are so good. Kumbe ni upumbavu tu wananiandaa hivi ndani. Mimi sijibu tena kuniuliza kitu siku hizi. Kama mnanichinja sije kunisumbua. Lakini angalia ile na jinsi mnavyopeleka watu taratibu. Yaani kwa hali ya unyenyekevu kabisa, hali ya kiutu kabisa. Unamwandaa isikie nyumbani. Hadi kwa Bishop you take coffee with milk or with sugar. Wakishaona basi wameshakwenda tuanze kazi. Sasa hiyo ni nzuri. Ni lazima mfanye hivyo kwa sababu mnadili na watoto wa Mungu. Yaani pale kwenye kitanda Yesu yuko pale. Unamwatendi namna gani? Kwa hiyo na masadaka, maisha ya sadaka, maisha ya kujinyima, kujikatalia. Ninyi wanafunzi wengine hapa ni wanafunzi. Lazima mjikatalie mambo mengi sana. For the sake of whom? For the sake of Jesus. For the sake of your salvation. Kujinyima. Masuala ya kufunga, zamani tulikuwa tunafunga sana, tunapata nguvu za ndani za kiroho za kushinda vishawishi mbalimbali. Lakini siku hizi mambo ya kufunga, kujinyima chakula, kujinyima nyama, kujinyima pombe, unaona ni lazima tujinyime. Yesu alijinyima sana. Kule bustanini alifunga siku 40 usiku na mchana. Anaonyesha kwamba kufunga ni mojawapo ya matendo ya kututakatifuza. Ni matendo ya kutufanya tuwe karibu na mbingu, tuwe karibu na Mungu. Alifunga siku 40. Na hata mahali pengine amesema mashetani ya namna hii hayawezekani ila tu kwa sala na kufunga. Sasa kufunga siku hizi tunaacha, tunasema achana na nani, yani hapa sisi after all we are poor. Kwa unafunga tena, yani umepata wali hapa tu mara moja kwa wiki, unafunga tena. Yani unafunga kwa nini wewe huko Marekani? Kama huko Ujerumani ukafunge ule Ujerumani ndio ana raha. Kwa hiyo ni Ujerumani hata hapa. Hata makande tufunge. Makande ni chakula kizuri tu. Kama ni siku ya Ijumaa basi ufunge useme leo kwa kweli nafanya sadaka siri leo. Kwa sema tu kwa vile ni makande kwa chakula gani? Makande ni chakula ndio maana ukila unajisikia vizuri. Na wengine wanapenda sana. Kwa hiyo sasa ninyi jitulizeni tu na mambo ambayo haina tija. Ni lazima kufunga. Kujiepusha na vitu hatari, mazingira hatari. Tunapofanya hivyo tunaangalia mbingu. Mazingira hatari ambayo yanafanya tunatoka huko kujiunganisha na Mungu. Yanatufanya mpaka wakati mwingine tunaweza kutenda dhambi. Tujiepushe na mazingira hatari. Tujiepushe na vitu hatari. Tujiepushe na watu hatari. Kuna watu hatari. Hata wengine wanaweza kuwa hapa
unaona ni hatari, kwa nini umfuate sasa na anaweza kuharibia maisha yako? Na ndugu zangu, utakatifu unadai vitu vingi. There is no cheap grace, they say. Ni lazima. Lakini jambo muhimu kabisa, tukifanya tukiwa tunamwangalia Mungu, tukiwa tunamuita Roho Mtakatifu daima, aliye roho wa mwanga, atuonyeshe usahihi namna ya kwenda, aliye roho wa nguvu, atupe nguvu, aliye roho wa busara na hekima, atupe busara na hekima ya kuendea mambo, tutafanya vizuri tu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu daima, tumwalike Roho Mtakatifu. Mwalike Roho Mtakatifu daima katika maisha yetu, ili atupe nguvu, ili atupe mwanga, ili atupe mwelekeo sahihi, ili atupe dira, ili atupe faraja mpaka tufike. Basi ndugu zangu, yaani kuwa watakatifu inawezekana kabisa. Mwenyezi Mungu ametujalia zawadi zote za kiroho, ametujalia misaada yote ya kiroho katika kanisa lake ya kutusaidia tunapokuwa njiani, tutembee salama, tupite kwa usalama. Sisi tutumie misaada hiyo, tutumie zawadi hizo, tutumie watu wale ambao wamewekwa watusaidie, watuongoze. Tusikae hivi tu tukafikiri mbingu ni kitu rahisi, ni kitu kigumu sana. Angalia watakatifu walivyochuchumia mbingu. Mtakatifu Rosa wa Lima, hebu soma tu maisha yake alipokuwa anajitesa, yani anakula tu mizizi, anakula pilipili, anajitupa chini, unaweza kusema sasa ni mpumbavu huo, lakini anataka achane na dunia, anatubia madhambi yake. Tumwangalie Mtakatifu Francisco wa Azizi. Sasa ni lazima, kama tunataka kwenda mbinguni, kwa kweli we have to decide. Sio swala tu kwamba nani atakwenda mbinguni, wote wananisha kwa, lakini wewe uko katika matendo, katika safari yako, uko kwenye matendo ya mbingu, uko katika, yani unafanya yale ambayo unapaswa kufanya ili uende mbinguni. Mwaka huu maaskofu wamewaandikia, tendeni mema. Ndugu, usichoke kutenda mema, tutende mema daima, madogo na makubwa, kwa kila mtu, tena sio kwa Mkristo, kwa kila mtoto wa Mungu. Tenda mema daima, salimia watu vizuri. Kusalimia ni kitu ambacho kinaweza kumpa mtu faraja kabisa, yaani akawa na faraja tangu asubuhi. Yaani unapita na tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Mama shikamoo, marahaba. Yaani anaangalia nani ananisalimia. Wakati mwingine naweza kumsalimia mtu mwingine, tumsifu Yesu Kristo. Mama, nilikuwa nakuuliza tu habari za leo. Yaani sasa habari za leo kama zile za juzi. Yaani tangu juzi jamani, nakuuliza tu vizuri, lakini kwa watu wengine ni tiba kubwa sana. Kusalimia tu, tumsifu Yesu Kristo. Kusalimia tu, mwambie Yesu anakupenda, unajua. Na mtu anakueleza matatizo kwamba Yesu anakupenda, unajua. Yaani atakulisha kwamba ndio bora na kukushibisha kwa asali tokayo mambani. Yaani anafurahi sema, baba askofu, naomba urudie naye maneno. Naomba urudie. Yesu atakulisha kwa ngano iliyo bora na kukushibisha kwa asali tokayo mambani. Anakupenda. Nenda ukasome Zaburi ya 72 mstari wa 6. Yaani anakuja tena, anapiga tena simu, jioni baba askofu, mpaka anapigia katibu, naomba baba askofu anikumbushe tena ile Zaburi. Unaona, yaani umeshampa tiba. Tutende mema madogo na makubwa kwa ajili ya watu wengine, lakini pia kwa ajili yetu. Tunapofanya hivyo, tunatengeneza mbingu. Ndugu zangu, tumuombe Bwana Yesu atusaidie, tumuombe Mungu Roho Mtakatifu atuelekeze daima, asituache tuelekee njia ambayo sio ya mbingu hata wakati mmoja, maana yeye ni roho wa ukweli, ni roho wa mwanga, ni roho wa uchaji. Atuweke daima katika roho ya uchaji, atuelekeze daima katika yale mambo yatakayotusaidia tubakie waadilifu, tubakie wapenzi wa Mungu. Tumwombe Mama Bikira Maria atuombee, na hasa katika mwezi huu wa Rozari Takatifu. Tumsifu Yesu Kristo.